mamlaka. Kwa hiyo tumeweza kuona mamlaka ni lango ambalo linatusaidia sisi kuweza kuingia na kutoka, kupanda na kushuka, kama jinsi ambavyo Yakobo alivyolala pale kwenye jiwe akaota usiku, malaika wanapanda na kushuka, wakipanda mbinguni na wakishuka kutoka mbinguni. Kwa hiyo kitabu cha Isaya hichi ambacho tumekuwa tunaangalia cha 60 kinatuonyesha kuhusiana na malango hayo ambayo ni mamlaka iko wazi. Na hiyo ndio tunaona jinsi gani ambavyo Yakobo katika ile nafasi ambayo alikuwa nayo, kile kibali alichokuwa nacho, mamlaka ya Mungu ilitembea naye na kuambatana naye. Ndio maana amelala tena juu ya jiwe, anaonyeshwa jinsi mbingu ilivyo wazi kwa ajili yake, kibali ambacho kilicho wazi kwa ajili yake. Kwa hiyo hii inatufundisha kwetu sisi kanisa leo ya kwamba ni namna gani tunapashwa kuelewa. Anasema hapa malango hayo hayatafungwa mchana wala usiku, ili watu wapate kukuletea utajiri wa mataifa. Yaani hiyo tunajifunza nini hapo? Tunajifunza kwamba kumbe kile ambacho natakiwa kukipokea mimi kinatoka kwake Mungu, pamoja na kwamba kinatoka kwa mataifa. Yaani kusema kwa mataifa ni kwa wanadamu. Sasa inategemea itatoka wapi, kwa sababu inategemea amefungulia mfereji wake wapi ili iweze kunifikia mimi. Sasa hapa ni pale mahali mtu anapomtegemea yeye Mungu, kwa maana ya mlango ama mamlaka ya Mungu iko wazi kwake, kiasi ambacho iwe ni kwa upande gani, iwe ni kwa nani, iwe ni kupitia nani, ni ule uweza wake Mungu ndio unaenda kufungua ule mfereji, hata kuweza kufungulia hapo. Hapo ndio mahali ambapo mtu wa namna hii kila siku anapoishi kwake kunakuwa na muujiza. Yaani kuna vitu vinafanyika hata mwenyewe anakuwa haelewi, lakini ni sehemu ya maisha yake, kwa sababu malango yako wazi. Kwa nini anaona kwamba anashangaa? Kwa sababu ya aina sasa ya maisha ambayo ndiyo mwanadamu anaishi nayo, ambayo maisha hayo ni yale ambayo tumesema ni ya upande wa pili. Sasa kwa hiyo yale maisha ya upande wa pili, kwa sababu pazia na mlango unakuwa umefungwa, mamlaka ya Mungu haifanyi kazi. Kwa hiyo kunakuwa na mawazo yangu yako hapo kwenye kutokuwezekana. Kwa hiyo ile kama mawazo yangu yamelala hapo kwenye kutokuwezekana, ndio unapoona kwamba imewezekana, inakuwa kama vile inachanganya akili kidogo. Lakini hiyo kuwezekana, yaani nikisema kuwezekana ni kwamba mtu akiona vitu vinafanyika kwenye maisha yake, akiona hiki sijui mlango umefunguka sijui, yaani yale mambo ya maisha tu ya kawaida ambaye na base kwenye mstari ambaye tumeusoma hapo, kwamba ni mstari huo wa 11, lakini ni si yake. Tumesoma malango yatakuwa wazi daima, kwamba sio ile kufunga na kufungua, kwa sababu ndani yangu vile vizuizi ambavyo tulikuwa tunaviangalia kwenye ile wa Korinto tumeshavishughulikia, kwa sababu vile ndio vimekaa kama vizuizi. Kwa hiyo kama umetembea na mimi asubuhi, unaona kabisa kwamba sio kitu cha kwenda kufanyia kazi tu kwa sababu ya kufanyia, kwa sababu malango yaweze kuwa wazi kwangu. Kile kibali kutoka kwa Mungu kisiwe na kizuizi, na kusiwe na sababu ya wakati fulani kizuizi kitokee. Kwa maana yake katika yale ambayo tumesema asubuhi yatakapofanyiwa kazi, yale ndiyo yatakao ondoa sasa, yatakao niondoa mimi mahali ambapo ndiko, kwa maana yake nimeangaza, nimeondoka, nimeangaza. Kwa hiyo nuru imekuja. Sasa nuru ndio inayoambatana na mamlaka hii ambayo tunasema, na hiyo sasa inakuja kuruhusu aina fulani ya badiliko la maisha. Sio badiliko la mimi kuacha dhambi. Mimi siko kwenye dhambi sasa hivi. Nazungumza habari ya malango, kwamba kwa nini tunateswa. Kuna kuteseka kwa sababu ya dhambi ambayo mimi nimeenda kwenye chanzo, na dhambi huko kwenye mawazo, haujaingia kwenye kutenda.
mpaka unafika kwenye kutenda. Hizo dhambi za kutenda ndio tunasumbuka nazo ndani ya makanisa, ambaye tunasumbuka nazo, na watu inashindikana wao kutoka hapo. Kila siku wanakuwa ni wasumbufu kwa sababu mzizi haujang'olewa. Kwa sasa mimi nazungumza habari ya mzizi. Ndio maana nikasema kwamba tunapozungumza habari ya ngome, tunapozungumza habari ya kuangusha kila nguvu ama kila mamlaka inayopingana na Mungu, hapo dhambi haijatendeka. Yaani hapo mtu hajazini, hajasema uongo, hajakuwa mnafiki, hajafanya chochote. Ni mtu yuko kawaida, lakini kuna mamlaka ambayo inayotenda kazi kwake, na siku moja atakuja kufanya lile. Kwa nini? Kwa sababu hakuna kinachozuia hiyo mamlaka isifanye kazi. Hali kadhalika kwa Mungu, tunapoona kwamba malango haya yanatakiwa kuwa wazi daima, sio kwamba malango haya kuwa kwake wazi ndio kuanzia siku hiyo sasa yamekuwa wazi, ambapo ndio sasa tumekaa kama waizi fulani tunachungulia, ama usungura tunaangalia kwamba kwa sababu sasa nishatengeneza, kwa hiyo sasa najua milango yangu iko wazi. Sasa mtumishi amesema milango yenu sasa tumeingia kwenye utukufu mpya. Sasa hivi mtumishi ameniombea, sasa hivi amesema milango imefunguka. Alafu unakaa sasa, unaanza kuchungulia, kesho litatokea, kesho kutwa litatokea, kesho nyingine litatokea. Unashangaa mwezi yale lote. Sasa wewe unatazamia matokeo ya nje sasa, lakini wakati huo kule ndani ndio kunajazwa vitu kwanza, kwa sababu lazima containers ziweze kutengenezeka kwa ajili ya kubeba. Kwa hiyo unakuta leo hii tunashindwa hapo sasa. Ile mamlaka inafika mahali wakati wao bado wanatengeneza, wanashangaa tu pangala kisha ingia chuki pale. Jamani, hii chuki tena imetoka wapi? Sisi tunaandaa moyo, ndio mtu anashughulikiwa aweze kucontain, kubeba. Lakini nafika mahali wanashangaa chuki hiyo ishaingia. Hajakaa vizuri, kushindana kushaingia. Hajakaa vizuri, hiki kishaingia. Matokeo yake ujenzi unakasitishwa. Wakati huyo mtu alikuwa anataka aone kwa nje, ameenda akapata pesa kwa nje, sijui amekuja mtu kama mzungu ametokea, sio katokea hewani, ameshuka amenipa pesa. Yaani anataka aone miujiza ya aina fulani, ambayo hizo ni hekaya za abunuwasi, na hayo sio maisha ya Mungu. Mungu hana miujiza inayobeba, sijui nitasemaje, bahati nasibu. Hiyo ndio lugha nzuri. Hana miujiza inayobeba bahati nasibu. Miujiza yake Mungu ina mikondo yake, ambaye lazima ipite kwenye mkondo wake yeye kuweza kunifikia mimi. Sasa sisi ndio tunafika mahali tunajikuta tunaanza kuishi kwenye aina fulani ya maisha ikiwa imebeba tegemeo ambalo halipo na halitakaa litokee. Kwa hiyo wakati bado nategemea hilo, kwa sababu tena mapepo yalitoka, kwa hiyo sasa hivi naona kila kitu kitakuwa sawa, tena ilikuwa hivi na hivi. Unasubiri mwisho unarudi kule kule. Kwa hiyo nakuta hayo ndio yanakuwa maisha yetu. Kila itwapo leo tunajikuta tuko langoni, nje tunapata mateso ambayo hatujui namna gani ya kutoka hapo. Hapo hatujaiona dhambi. Mtu hajaenda kuzini bado, hajaenda kufanya kitu ambacho kitakuja kinaonekana yani kwa nje. Ndio maana nasema kwamba kitakachoonekana kinatumbukia ndani kwanza. Chuki haionekani mtu, kwa sababu haionekani ndani ya mtu, haionekani kwa nje. Naweza nikakuchukia Elisia, lakini nikacheka na yeye. Sasa chuki si nimemficha ndani? Sasa hiyo hila naweza nikajifanya nafanya naye sijui na vizuri, lakini hila nimeficha ndani. Unafiki. Hayo ndio yale huwa yanatanguliaga, kwa sababu yamebeba usiri, yamejificha ndani. Lakini hayo ndio yanayofanya sisi tunaishi katika maisha ambayo ni magumu. Kwa hiyo mtu anajitafuta, jamani sijaiba cha mtu, jamani sijazini, jamani anajisachi kwenye huo ulimwengu ajione. Sasa kuna ulimwengu ambao ndio anausahau, na huo ndio ulimwengu ambao kila siku unakuta ndani kunajengwa, kunabomolewa, kunajengwa, kunabomolewa, kunajengwa, kunabomolewa. Leo Helena anaonekana nimesimama, najisikia kabisa niko rohoni. Kesho ikifika siko tena rohoni. Ujenzi ulishasimama. So kuna kitu kimeingia. Kesho kutwa tena haya walihubiri hapa, pita ikapita malaika wakafanya search. Nikasema jamani, na mimi neno nimenigusa. Nikatubu, wanarudi tena wajenzi. Baada ya dakika 2 hao wameondoka. Haya ndio yanakuwa ni maisha yakifanyika. Mimi nayatoa kwa mfano wa nje, lakini ndani ndivyo inavyokuwa.
Na hiyo ndio dalili inayojionyesha kwenye sisi kanisa leo. Lakini sasa kwa maisha, kwa dalili za namna hiyo, njoo kae na mtu kwa kituo sasa. Unazungumza naye ama unamfanyia counseling. Ndio sasa utaelewa hichi ambacho tunachosema ya kwamba mtu huyu namkuta yuko kwenye mateso. Yuko kwenye mateso. Na ndio ile naosema kwamba mtakuwa ndani ya kanisa, utasikia watu wanalia, unafikiri wako rohoni, kumbe hawako rohoni. Ni maumivu wanaugulia huko ndani kwa ndani kutokana na yale ambayo yanafanyika kule ndani kwa ndani. Dhambi zao makosa yao yaonekani kwa nje, yanaofanyika kwa ndani, lakini ndio yanaowatesa. Ndio yanaowafanya wabaki nje ya lango peke yao. Nitaelezea, Mungu anisaidie, maana alipokuwa anasema mimi nimeandika wewe, sasa sio ndio nitasoma, sasa hata sielewi kama ataeleza. Maana alikuwa anasema mimi naandika, lakini neema yake itatosha. Pa kuelezea nitaelezea, pa kusoma nitasoma. Kwa hiyo tunaona kwamba kwanza tunataka tuangalie kwa nini Yesu alisulubiwa nje ya lango la mji wa Yerusalemu. Kwa sababu kile ni kitendo kilifanyika, lakini kilifanyika kwa sababu, ndio leo nimekuja kwa tafsiri sasa. Sasa ndio nikawa naandika. Aliteswa nje ya lango kwa sababu gani? Aliteswa, si tunafahamu Yesu aliteswa nje ya lango la Yerusalemu, mahali panaitwa Golgotha. Aliteswa nje ya lango la Yerusalemu, huko mahali kunaitwa Golgotha. Hakusulubiwa, sio kuteswa, alisulubiwa. Alisulubiwa nje ya lango. Hii ilikuwa ni kawaida, ama niseme ilikuwa ni kikanuni kwa Waisraeli kuweka mji wa Yerusalemu msafi. Na mji huo wa Yerusalemu ulitakiwa ukae kuwa msafi kwa sababu ni mji ambao hekalu la Mungu limejengwa hapo. Kwa hiyo ikawa ilipofika, ndio mahali huko nje, sasa nasema nje ya lango ni mahali ambapo wale wakosefu kama vile wale waizi ambao walisulubiwa na Yesu, ndio mahali kwao kule wanasulubiwa huko. Na kama ni wakati zile za kutoa zile sadaka za kuteketezwa na nini, majivu na nini yanatupiwa huko, tuseme ilikuwa kwa lugha sasa hivi nitasema ilikuwa ni jalalani. Ni eneo ambalo lilikuwa linatambulika kama jalala kwa lugha yangu sasa leo naweza nikaielezea. Mahali ambapo matakataka yote yanapelekwa huko. Ni mahali ambapo wakati nilikuwa nafundisha somo la damu ya Yesu, nilizungumza habari ya yule mbuzi wawili ambao katika kutoa sadaka ya dhambi, Aruni akawa wameambiwa watoe. Kwanza kuna sadaka za kumtakasa yeye kuhani, alafu kuna sadaka za kuwatakasa hawa watu. Kulikuwa na mbuzi wawili, kulikuwa na jiwa, kulikuwa na kondoo. Ile kondoo akichinjwa wanapaka damu huko. Kulikuwa na chumba kile ambacho kilikuwa kuna kiti cha rehema pale, kuna nini, yani kulikuwa kuna vitu vimekaa kule ndani. Sitaki kwenda huko sana. Sasa katika damu wanapaka pale, alafu wale mbuzi wawili wanapiga kura. Ile kura wanaipigia kura. Wanaipigia kura kwa sababu anatakiwa apatikane mbuzi wa Mungu na mbuzi wa shetani. Kwa hiyo sasa akipigiwa kura, anayepatikana kuwa mbuzi wa Mungu kwa namna yao ya kura, ndiye sasa atachinjwa. Alafu kisha damu itapelekwa kule. Ndio inaenda kusimama kama msamaha. Yaani ya kwenda wanaenda kuomba msamaha kwa ajili ya taifa, ya mtu, sijui familia ama nini, kulingana na nani amekosa. Mbuzi huyu mwingine, lile dhambi ambaye mtu aliifanya, ndio sasa wanamshika yule pembe kichwa, wanatamka ile dhambi juu ya kichwa cha yule mbuzi. Kwa yule mbuzi sasa ni kama vile anatwika hiyo, anatwikwa, anawekewa yale makosa ya mtu, ndivyo mtu anavyotakaswa. Kule damu imekwenda kwenye kiti cha rehema, anasafishwa kwa damu, na huku ule uovu umetolewa, umewekwa ndani ya mbuzi, kwenye kichwa cha mbuzi. Kwa matamshi kuhani anatamka dhambi ile ama dhambi hizo zikishawekwa kwenye kile kichwa, mbuzi yule hachinjwi, anachukuliwa kama alivyo na uhai wake, wanampeleka huko nje. Sasa wanamtupa, yani kumtupa kwa manake wanampeleka
kwa Azazeli. Azazeli ni shetani sasa. Kwa hiyo wanachukua zile dhambi za yule mtu wanamrudishia mwenyewe. Kwa hiyo wanampelekea shetani. Wameziweka juu ya kichwa cha mbuzi, kwa hiyo wamerudisha kwa shetani. Na ilikuwa inafanya kazi. Hiyo ndio system ilikuwa inafanya kazi. Walikuwa wanafanya kwa namna hiyo. Kwa hiyo sasa huko sasa Yesu alihesabika kwa sura nyingine na si kama mkombozi. Kwa hiyo kupelekwa kwake nje ya lango mpaka akasulubiwa na wale waizi wawili ni kwa sababu alionekana kitu kisichofaa sawa sawa na wale waizi, ndio akawekwa huko. Kwa hiyo sio kwamba walimweka kule kwa sababu waliona anafaa, lakini hicho kilichofanyika hivyo ni tendo ambalo lilikuwa limebeba ni la kinabii niseme. Kwa hiyo ilikuwa ni jambo la kawaida kwao, ilikuwa ni desturi ya Kiyahudi kufanya hivyo kwa sababu ni eneo ambalo lilikuwa linaweka uchafu usiotakiwa kuwepo Yerusalemu kwenye mji, yani ndani ya lango. Kwa hiyo huko ndio walikuwa wanaweka. Ndio maana hata zile sadaka wakiteketeza, sadaka za kuteketezwa, ikiteketezwa mpaka ikabaki majivu, yale majivu hayawezi kubaki ndani kule kwenye hekalu ama wapi mahali ambapo kulikuwa na maeneo ya kufanyia hayo. Hiyo wanazoa yote, wanaenda nayo, wanaenda kutupa huko ambako mimi nakuita sasa ni jalalani. Kwa hiyo alipelekwa kule nje, akawekwa, akapandishwa kwenye msalaba pamoja na waizi kwa sababu ilikuwa ni desturi, na yeye alitambulika kama sio mtu sahihi, na kwa sababu sio mtu sahihi aliwekwa kwenye fungu la wahuni, yani waizi hao ambaye ndo alinina. Ndio maana yale ambaye alitokea akiwa pale msalabani ndio alifanya hata yule askari wa mwisho akasema, si tulikuwa tunasema tu, haya ni maneno yangu, lakini la kwake lipo nitalisema. Si tulikuwa tunasema tu, lakini hakika huyu ni mwana wa Mungu. Askari alikiri. Kitu gani kilimfanya yule askari akiri? Kwa sababu kwa namna ambavyo walikuwa wamemchukulia. Walivyomchukulia, lakini kuna tetemeko, kuna giza limetokea. Mbona wengine wanakufa ambao tunawasulubisha watu hapa? Maana ilikuwa ndio desturi. Kwa hiyo kile cha Yesu kupelekwa msalabani ni tendo ambalo lilikuwa la kawaida. Sio kwamba alikuwa amepelekwa tu akaekwa msalabani. Walikuwa ndio wale wahalifu wanawekwa huko. Kwa hiyo ndio sasa tunapozungumzia kwamba ni tendo la kinabii, kwa sababu yeye alikuwa mhalifu, kwa sababu sisi tulikuwa wahalifu. Kwa hiyo yeye kama jinsi ambavyo yule mbuzi walikuwa wanamchukua wanampeleka huko, wanampelekea shetani dhambi zake. Kwa hiyo na huyu walimchukua wakampeleka huko kwa sababu alikuwa amebeba sasa dhambi za ulimwengu. Kwa hiyo alikuwa nazo yeye. Kwa hiyo hakustahili kuwa ndani ya lango na kufanyiwa kitu hicho ndani ya Yerusalemu. Kwa hiyo kinabii ilikuwa amepelekwa huko nje kwa sababu alikuwa anatimiza unabii, japo kikwao, yani kwa desturi ya Kiyahudi kule, ilikuwa ni yeye amewekwa pamoja na criminals wa hizi majambazi nje ya mji, kwa sababu ndio walimchukua kwenye tabaka hii. Hawakukosea, kwa sababu kwa wakati huo ndivyo alivyokuwa. Sasa ndio alikuwa amechukua dhambi zetu sasa. Kwa hiyo yeye ndo alikuwa anaonekana hivyo kwa sababu alibeba uwizi, nini. So ile sura alikuwa anaonekana naye ilikuwa ni mbaya. Katika ulimwengu wa roho ilikuwa mbaya. Kwa hiyo wale watu mimi nitasema kwa lugha nyepesi. Kwanza kuna mmoja alikuwa kipofu katika wale askari. Yule aliyemchoma mkuki, ile damu maji ilipomrukia aliona. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo yani alifunguliwa macho. Kuna vitu vilifanyika pale ambavyo ndio waliona, wakaona kwamba hapana, kuna kitu cha tofauti na huyu mtu. Lakini wakati wote wakifanya hayo na kumsulubisha pale mpaka wanamdunga misumari na nini, walikuwa wao mimi nasema wamefunguliwa macho, wakauona uhalifu ndani ya Yesu, ambao uhalifu huo ni kweli ulikuwepo, lakini haukuwa yeye, ni uhalifu wetu sisi. Kwa sababu ndo alikuwa ile wanasema tumemtwika yeye fadhaa zetu. Hizo mateso kila kitu chetu alikuwa amekibeba yeye. Kwa sababu alikuwa amebeba yeye, ndio macho ya wale wanadamu yalifunguliwa wamuone hivyo, ndivyo aweze kutendewa hayo, ili lile kusudi liweze kutimizwa.
la namna ya aweze kusulubiwa ndani, na aliandikiwa kufanyika kwa namna hiyo. Kwa hiyo ili afanyike kwa namna hiyo, ilikuwa lazima kuna watu macho yafunguliwe ili wamuone Yesu katika uhalifu, wasimuone Yesu kama mwana wa Mungu. Waki wangemuona kama mwana wa Mungu, wangempa heshima yake, na ile kazi ya ukombozi isingefanyika. Kwa hiyo ilikuwa lazima wamuone mhalifu, ambapo kiukweli ni kweli alikuwa mhalifu, kwa sababu ndicho alichokuwa amebeba. Sababu alibeba uhalifu wangu, alibeba wa yule na yule na yule na yule. So tunaona kwamba kwa desturi ya Kiyahudi ndivyo ambavyo ilivyokuwa. Kwa nini Yesu alisulubiwa nje ya lango? Sababu walimuona mhalifu, na sio kwamba walimuona wakasingizia. Ndio kile ninachosema, nafikiri darasani ndio nimekuwa nikifundisha. Nikawa nasema kwamba tusiwafanye watu waliookoka ama watu tunaowafundisha wakaishi na maisha ya masikitiko ya kumsikitikia Yesu pale Calvary. Alafu nakuta unabaki na watu wakulialia bila kujua wanalia kitu gani. Hayo yanakuwa hayambadilishi mtu. Lakini kinachoweza kuleta badiliko kwa mtu ni yule mtu kutambua, kama hivi ninavyosema, kwa nini alisulubiwa pale. Mungu kanaambia kwa angalia Yesu aliteswa, akawekwa pale msalabani. Hebu angalia ule mkuki, hebu angalia nini. Niambie maana ya mkuki ni nini? Uliomdunga pale ulizaa matokeo gani? Mimi ndio zao la matokeo. Yaani mimi ndio natakiwa niishi yale matokeo, nisiishi ule mkuki. Nikiishi ule mkuki nitabaki namsikitikia Yesu, lakini sitaacha dhambi. Nitabaki na dhambi zangu. Nitabaki natembea kwenye aina fulani ya maisha ambayo haina uwezo na haina nguvu. Kwa sababu nguvu na uweza na ushindi ulipatikana baada ya muonekano huo sasa, ambaye nasema huo ukurasa unafungwa baada ya huo muonekano ambaye alikuwa amebeba yeye dhambi pale. Baada ya huo muonekano nini kilizaliwa? Baada ya huo muonekano kulizaliwa utukufu. Kwa sababu ni kweli pale Calvary kweli alisulubiwa, lakini baada ya kusulubiwa kweli akafa. Baada ya kifo nini kilitokea? Kwa hiyo kanisa ni matokeo, ni zao la ufufuo. Sio zao la kifo, ni zao la ufufuo. Kifo ni tendo ambalo lilikuwa lazima lifanyike, kwa sababu kuna kitu kilikuwa kinatakiwa kufa. Nini kilitakiwa kufa? Dhambi. Ile nimesema habari ya roho ya uovu. Ile roho ya uovu ambayo tumesema asubuhi ndio inatakiwa ife ndani yangu, isibebe uhai tena. Kwa hiyo inamhusu yeye aliyekuwa amebeba hayo, inamhusu Yesu. Mimi ni zao la kufufuka kwake. Mimi ni zao la utukufu. Wakati akiwa na mwili wa utukufu, akiwa kwenye ule mng'ao, ndio maana tumesema habari ya nuru, ondoka uangaze, nuru imekujia. Kwa hiyo mimi ni tunda ambalo tunda hili linatakiwa likae na ile nuru, nisitembee na kile kilichokuwa kule nyuma. Sijasema tusiyafahamu hayo. Mimi nataka kuonyesha kwa nini tunateseka nje ya lango. Unaona kwa nini tunateseka nje ya lango? Yesu alienda pale msalabani kwa sura hiyo ambayo tumeielezea. Yeye alikwenda pale akateseka yeye pale ili mimi nisiteseke. Si anasema jamani, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Sasa kwa nini tena mimi nisiishi kwenye uponyaji? Kwa nini mimi niishi kwenye ugonjwa? Unaelewa? Kwa hiyo mimi ni zao la uponyaji, sio zao la ugonjwa. Mimi ni zao la ufufuo. Kama mimi ni zao la ufufuo, ina maana kwamba maisha yangu yanatakiwa yabebe utukufu. Utukufu. Na ule utukufu hautabebwa na mimi unless hii tunasema malango yaweze kuwa wazi daima, usiku na mchana. Nikiwa kwenye ule utukufu, tunaona Yesu baada ya kufufuliwa kwake alipita kwenye ukuta. Hakuna mtu alikuwa anajua anasafiri na nini. Tuwasikia wachawi wanasafiri, hatujui wanasafiri na nini. Kwa maana yake tuwasikia wanaenda na ungo, tuwasikia wanaenda na fisi, tuwasikia wanapanda mfagio, wanasafiri wanaenda. Lakini wewe kakae kwenye ule mfagio tu alafu tuone unasafiri. Hauwezi. Kwa sababu gani? Malango. Ile ni mamlaka, na wewe hauko kwenye mamlaka hiyo. Lakini tunaona kwa Yesu upande huu, na yeye alipofufuka
alikuwa anapenya, anapita, anatembea na wale watu wanaenda zao Emmaus, wanazungumza ya yule jamaa yule, anauliza kusema habari gani? Kwa hiyo watu wao hujasikia habari za yule kumbe ndio Yesu mwenyewe sasa. Mara wanaongea, hujasikia habari za mjini, habari ya mjini ndio hii bwana. Yule mtu alikufa, kafufuka hayupo, sio amemwita, lakini asemekana kwa wanafunzi anajitokeza huko. Aliendaje? Malango, mamlaka. Sasa mimi ni zao la mamlaka hiyo. Mimi ndio zao ninayetakiwa kuishi na mamlaka hiyo. Kama jinsi ambavyo hao, sitaki kukompea mimi kufanya uwiano wa wachawi na sisi, lakini kwa sababu wao wanaendaga hivyo kwa namna fulani, basi wao wanaona wakiweka maji kwenye beseni watafanya wanachojua, wanaweka wanachojua, sura ya Elena itatokea pale. Mimi niliokoka nawezaje nikamuona mtu katika uhalisia wake? Lakini katika ulimwengu wa roho, kwa sababu huyo mpaka Elena anaonekana kwenye beseni hilo linalowekwa hapo kama karai, ni nguvu ya mamlaka. Lakini kwenye nguvu ya mamlaka ya Mungu naweza pia nikamuona Elisia katika uhalisia wake, na si kwa kuota ndoto. Tunahama huo ulimwengu wa kuota ndoto, maana kila mtu anaota ndoto. Tunaingia kwenye ulimwengu uliobeba uhalisia ambao unatembezwa na hii mamlaka ambayo tunasema habari hapa. Hii ni mamlaka ambayo haitazuiliwa na haizuiliwi. Si amesema hapa? Amesema kwamba malango yako nayo yatakuwa wazi daima, hayatafungwa mchana wala usiku, ili iwe nini? Ili watu wapate kukuletea utajiri wa mataifa. Akusema ili kazi unayofanya kuletee. Akusema ili biashara unayoifanya kuletee. Watu watatoka wapi? Anasema watakuletea utajiri wa mataifa. Maana watatoka katika mataifa, watatoka huku na kule. Yani kwa maana usiangalie hapo, usiangalie deski lako la mezani, usiangalie mshahara wako wa mwisho wa mwezi, usiangalie mshahara wa mume wako, mume wangu ameajiriwa, usiangalie biashara nyanya zako ulizopanga hapa. Ila hajasema usiache kuuza nyanya. Kama unauza nyanya uza, kama unafanya kazi fanya, lakini tembelea malango haya. Tembelea malango haya ili uishi kwa jinsi yake Mungu, uweze kufika katika kile kiwango anachotaka Mungu uweze kufika. Ukisubiria mshahara kila itwapo leo, mshahara hautakutosha mpaka siku unaingia kaburini. Ukisubiria biashara ukaangalia hapo, haitakutosha. Ndio maana kila siku lazima uamke asubuhi uende ukafanye. Lakini malango inasimama, hakuna kinachoweza kuzuilia, kwa sababu huo ni uweza ambao unapenya pasipo penyeka. Ndio maana nimesema habari za Yesu baada ya kufufuka alikuwa anapenya. Nikatoa mfano wa wachawi wanaruka, wanajua wenyewe wanasafiri vipi. Lakini sasa mimi tuachane na hao, tumwache Yesu alipenya. Tumwache Yesu alionekana hapa, mara kaonekana pale, mara wanamwona anapaa. Tumwachane na yeye. Mimi sasa haya yanaosema habari zangu, mimi nawezaje nikaishi katika haya? Hapo ndio palipobeba maswali. Tukizungumza habari za Yesu, tunazungumza habari za historia yake. Na yeye alifanya kwa sababu mamlaka ilikuwa pamoja naye. Hiyo mamlaka iliyokuwa pamoja na Yesu akiwa hapa duniani ndiyo mamlaka inayotakiwa iwe pamoja na mimi. Lakini je, kama mamlaka hiyo inatakiwa iwe pamoja na mimi na kwamba imepungua nguvu, kwa nini imeshindwa kusimama kufanya kazi yake kwetu sisi? Bwana Yesu asifiwe sana. Mipaka ya malango haya ya mamlaka hii ni mipaka ambayo haina mipaka. Maana sasa kama Yesu alionekana hapa mara kaonekana kule, hivyo hivyo kinaweza kikaonekana kwangu kile ambacho hakikutegemewa. Kwa maana hakina mlango maalum wa kutokana na mimi hata ndio kiweze kunifikia. Kitanifikia kwa sababu
malango ya ufalme